إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فلقد فاز المتقون، كما قال تعالى: إن للمتقين مفازا. أيها الناس عباد الله، enyi ndugu zangu Waislamu waja wa Allah, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kunapatikana mafanikio, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuyafuata yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujilazimisha na kuyaacha yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tumekusanyika katika mkusanyiko huu leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ambayo Waislamu pia huwa wanakusanyika kwa lengo la kukumbushana, kwa lengo la kuamrishana na kwa lengo la kukatazana. Tutachukua fursa hii kukumbushana kuhusiana na umuhimu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwa sababu jambo hili ni katika mambo yaliyokuwa wajibu kwa Waislamu, bali ni katika mambo ambayo ni katika heshima ya Uislamu, kwa maana Uislamu umejengeka katika misingi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mafundisho yote ukiyasoma katika Uislamu hayachezi baina ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Wan-nasiha al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Na nasaha ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kuamrisha maana yake inayokusudiwa katika Uislamu huwa ni kuamrishwa ufanye kitendo fulani,
ufanye ibada fulani, huko kunaitwa kuamrishwa. Na kukatazwa ni kukatazwa kwa maana uache kitu fulani. Ulikuwa umezoea kufanya kitu fulani au ulikuwa unafanya kitu fulani, yanakuja mafundisho ya Uislamu yanakwambia usifanye kitu hicho, na ndio inaingia katika hukumu ya haramu, kwa maana kitu hicho kinakuwa ni haramu. Kwa hiyo unaambiwa usikifanye kitendo hiki kwa sababu ni haramu. Hiyo inaitwa ni an-nahy, ni katazo. Sasa ninachokikusudia mimi katika wakati huu mdogo wa swala hii ya Ijumaa, tukumbushane baadhi ya nukta ambazo zinahusiana na huku kuamrisha mema na kukataza mabaya, nikiwa nafahamu kwamba mkusanyiko huu au jambo ambalo limetukusanya hapa kututoa majumbani kwetu, kwa wale wenyeji wa mji huu na wale waliotoka mbali, bila shaka hata wao wamekuja kwa malengo haya ya kwenda kukubali kusikiliza yale yaliyoamrishwa na kukubali kusikiliza yale yaliyokatazwa. Kwa maana baada ya mkusanyiko huu kwa siku zilizotangazwa, itakuwa ni sababu ya kupatikana faida ya ikiwa yale waliokuwa wanayafanya hafai, wakawa wameamrishwa. Ikiwa waliokuwa wanayafanya ni mambo yasiyofaa, wakawa wamesikiliza makatazo, basi itakuwa ni sababu ya kuyaacha mambo yale. Na ikiwa kuna mambo ambayo walikuwa hawayafanyi, wakasikia maamrisho, basi itakuwa ni sababu ya kuyafanya mambo hayo. Bila shaka ndio lengo la mkusanyiko huu ambao umetukusanya hapa, na malengo hayo wataeleza wazee wetu ambao wao wametawalia jambo hili. Lakini mimi nakusudia katika Ijumaa hii kuzungumzia ahamiyatu umuhimu wa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى نسمع katika sura آل عمران kwamba naliwepo katika nyinyi kundi ambalo litakuwa linaamrisha mema na kukataza mabaya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, watakuwa wanaamrishana mema, kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Wa yanhauna 'anil munkar, na wanakatazana mabaya, wanakataza mabaya, kuyafanya yale yaliyokuwa kuyaacha yale ambayo ni mabaya kwa mujibu wa Uislamu. Kwa sababu mema ni yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mabaya ni yale aliyoyakataza Allah pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaliyobakia na kuwa baina dhalik, yanaweza akawa ni mema na yanaweza akawa si mema, kwa sababu huenda wewe kwako likawa ni jema, lakini mbele ya Allah limefanyaje? Limekatazwa jambo hilo. Kwa hilo litakuwa ni munkar, japokuwa kwako wewe litakuwa maarufu. Na kuna jambo ambalo kwako linaweza likawa ni baya, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha. Kwa hili kwako litakuwa ni munkar, lakini mbele ya Allah litakuwa maarufu. Kwa hiyo hayo pia ni katika baadhi tu ya nataka kudokeza hilo, inaweza ikaja katika tafsiri hiyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea fadla za umma huu wa mwisho, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema kuntum khayra umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora, ukhrijat linnas, uliotolewa kwa watu. Zimepita nyumati mbalimbali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema umma wenu umekuwa ni bora zaidi kuliko nyumati zilizotangulia. Kwa nini umekuwa umati wetu ni bora zaidi?
Kwa sababu gani? Akasema ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kwa sababu nyinyi mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Na hili limekuwa ni jukumu la kila mmoja wetu, kwamba kila mmoja anatakiwa amrishe mema kwa kadiri ya hali yake na uwezo wake, na akataze mabaya kwa kadiri ya hali yake na uwezo wake na elimu yake na cheo chake. Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakatazana mambo yaliyokuwa mabaya. Wajibu huu katika nyumati zilizopita ulikuwa unapatikana kwa mtume peke yake. Yani ikiwa ametuma mtume, basi yule mtume ndio ana wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Asiyekuwa mtume katika umma ule ilikuwa kwake si wajibu. Lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumleta mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo hili limekuwa ni wajibu kwake, lakini pia imekuwa ni wajibu kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba wao wanawajibika kuamrishana mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Ayuha nas ibadallah, kuamrisha mema na kukataza mabaya ni katika sifa miongoni mwa sifa za waumini. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema walmu'minuna walmu'minat, na waumini wanaume na waumini wanawake. Nini kinatajwa hapa? Anasema ba'dhuhum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni marafiki. Waumini wanaume na waumini wanawake, wao kwa wao ni marafiki. Urafiki gani huu unaokusudiwa? Akasema ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya. Angalia urafiki uliotajwa, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maana yake haya maneno tunaanza kuyataja kinyume chake, kwamba watu ambao watakuwa ni marafiki lakini wakawa hawana sifa ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya, watakuwa wamepoteza sifa ya uumini. Kwa sababu mu'min ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Al-mu'min ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kwa sababu muumini anaamrisha mema na anakatazana mambo ambayo yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu katika imani, kuamrisha mema na kukataza mambo yaliyokuwa, kuamrisha mema na kukataza mambo yaliyokuwa mabaya, hili ni jambo ambalo ni la wajibu kwa kila Muislamu. Anatakiwa aliweke katika akili yake, alihifadhi na alifanyie kazi, kwa sababu haya ni baadhi tu ya maamrisho ya Uislamu wetu ambao tuliokuwa nayo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد innaka ala kulli shay'in qadir. Ndugu zangu katika imani, suala la kuamrisha mema na kukatazana mabaya ni jambo muhimu sana, lakini pia lina faida. Kuna faida ambazo zinapatikana katika kuamrisha mema na kukatazana mambo yaliyokuwa mabaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, mtu ambaye atamjulisha mwenzake katika khair, bwana jambo hili ni la khairi, ukilifanya utapata thawabu, halafu yule aliyejulishwa na yeye akalifanya, Mtume anasema falahu mithlu ajri fa'ili, atapata malipo ya mfano wa yule aliyelifanya. Inaweza kuwa inatangazwa harambee ya kutoa sadaka, ya kujenga msikiti ama kujenga madrasa
wewe ukaisikia harambee hii, lakini ukawa wewe hauna uwezo, ukamfuata mtu ambaye unafahamu kwamba huyu ana uwezo, ukamwambia ndugu yangu, kuna harambee ya msikiti nimeisikia, na nimesikia zikitajwa faida za ujengaji wa msikiti, kwamba kujenga msikiti ni katika sadaqatul jariya, ni katika sadaka zenye kuendelea. Ikiwa utazifanya basi hata baada ya kufa itakuwa ni sababu ya wewe kulipwa malipo. Ukamfikishia mtu yule, halafu na yeye akalichukua lile jambo na akatoa sadaka yake. Yule aliyetoa sadaka atapata thawabu, na wewe ambaye umemfikishia yule jambo lile pia na wewe utapata thawabu. Ala sabili lillah. Una ndugu yako, una jamaa yako hafanyi ibada, kama tulivyokuwa na jamaa zetu wengi tu hawaswali. Jamaa zetu wengi hawaswali. Sasa ukamfikishia uwajibu wa sala, ndugu yangu sali, hakika sala ni wajibu, ni katika jambo ambalo ni lazima kila Muislamu asali, kwani haikupatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kulikuwa na Waislamu ambao hawasali, hawakuwepo. Bali hata wale watu waliokuwa na sifa ya unafiki, kanu yusallun, walikuwa wanasali. Ndio maana Allah akasemaje alipokuwa akielezea sifa za wanafiki, akasema yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kutaja wanafiki kwamba wanafiki wanasali, na wanafiki walikuwa wakijificha katika sala zile ambazo hakuna mwanga, kama vile salatu al-isha na salatu al-fajr, walikuwa hawasali. Ndio maana Mtume akasema afqaru salati ala al-munafiqin, akaitaja salatu al-isha wa salatu al-fajr. Sala ambazo ni nzito kwa watu wanafiki ni sala mbili, sala ya isha na sala ya al-fajr. Hii inaashiria nini? Kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na Muislamu halafu haswali. Muislamu huyo hakuwepo. Mimi sijazungumzia hukumu ya kwamba ni kafiri au sio, sijataja huko. Mimi nimesema tu hakukuwepo na Muislamu ambaye haswali, hakukuwepo. Ila sasa hivi Waislamu wa leo wangapi? Wengi tu hawaswali. Sasa kusudio langu nini kutaja hapa? Kusudio langu kwamba ikiwa utamfikishia Muislamu wenzako kwamba sala ni wajibu, na ukamweleza juu ya dhambi na ukubwa wa kuacha kusali, na juu ya adhabu ambayo ataipata akiwa hatusali, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja kule katika Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Watu watakapokuwa wanatupa motoni, moja katika maswali watayoulizwa, ma salakakum fi saqar, ni jambo gani lilowafanya nyinyi kutupa motoni? Madha sayaqulun lam nakun min almusallin, sisi tulikuwa si wenye kusali. Kwa sababu ya kutokusali imekuwa ni sababu ya wao kuingizwa katika moto, lam nakun min almusallin. Sasa wewe ukimfikishia ndugu yako Muislamu uwajibu wa sala halafu akasali, Mtume anasemaje? Falahu mithlu ajri fa'ili, yule aliyemfikishia mwenzake atapata ujira wa thawabu ya yule aliyefanya. Yakulu Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, anasema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-muradu anna lahu thawaban kama lifa'ilihi thawaban. Anasema muradi wa maneno haya kwamba huyu atapata thawabu kama yule aliyefanya, huyu aliamrisha atapata thawabu kama yule aliyefanya, kama ambavyo yeye atapata thawabu na huyu aliyemwamrisha pia atapata thawabu. Anasema wala yalzam an yakuna qadru thawabiha sawa, lakini hailazimu kwamba viwango vya thawabu zao viwe sawa sawa, sio lazima. Lakini kitendo cha huyu kwa muamrishaji na yule mtekelezaji wote watapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika faida tu ambazo zinapatikana katika al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kuamrisha mema na kukatazana mabaya.
nikimalizia hotuba yangu namalizia na nukta ya uqubatu tarki nahi anil munkar wal amri bil ma'ruf. Adhabu, mateso ambayo tutayapata sisi Waislamu ikiwa hatuamrishani mema na hatukatazani mabaya. Yakulu Allah tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, wamelaniwa wana wa Israil kwa ulimi wa Daud na kwa ulimi wa Isa. Kulaniwa maana yake wamewekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Banu Israil waliwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini waliwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Allah anasema walikuwa hawaamrishani mema na wala hawakatazani mabaya, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewalaani. Sasa jambo hili pia hata sisi linaweza likatupata ikiwa tutakuwa hatuna utaratibu wa kukatazana mabaya, ikiwa tutakuwa hatuna utaratibu wa kuamrishana mema, tutapata laana. Yani hili jambo haliishi kwa Banu Israili. Hili jambo kwa sababu kuamrishana mema ni wajibu. Tufahamu na sisi Waislamu kwamba ikiwa sisi hatuamrishani mema na hatukatazani mabaya, basi itakuwa ni sababu ya kupata laana kama waliopata Banu Israili. Na hili nikirudi katika mfano wangu ule wa sala, kwamba leo kuna tasahulati nyingi sana ambazo sisi tunazifanya. Kuna mambo mengi ambayo ni ya Uislamu lakini sisi tunayafanyia uzembe. Mambo mengi sana ambayo ni wajibati lakini sisi tunayafanyia uzembe. Lakini pia yameingia mpaka hata katika familia zetu. Ni familia, katika familia utakuta katika sisi Waislamu tuna Waislamu wanaoswali na Waislamu wasioswali katika familia. Katika familia tuna Waislamu katika kina mama mfano wanaojistiri na wasiojistiri. Lakini kuna kasoro moja au kuna tatizo moja ambalo linawapata watu wengi sana. Watu wengi wanaoamrisha mema na kukataza mabaya, mtu unaweza kumuona ni mkali kwa watu wengine, akawa ni hodari wa kuja kuzungumza mfano hapa, lakini ukakuta mke wake haswali. Sasa unajiuliza, huu hodari wa kuzungumza halafu yeye ameushindwa uhodari ule kwa mke wake? Uhodari wa kuzungumza ameushindwa kwa mtoto wake. Mtoto wake mtu ameshindwa kumwamrisha kuvaa hijab. Ana watoto wa kike lakini watembea kichwa wazi. Sasa ukiliangalia hili unakuta sisi tumekuwa ni waoga wa kukumbushana kuamrishana mema na kukatazana mabaya, na hasa sisi ndugu. Watu ambao ni ndugu ni waoga sana kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Lakini ukiangalia Uislamu ulipokuja haukuja hivyo. Katika yale mafundisho ya mwanzo ya Uislamu, Allah anasemaje alipokuwa akimwambia mtume wetu Muhammad, wa'mur ahlaka bis-salah. Hii ni katika mambo ya sala, lakini asema wa anzir ashirataka al-aqrabin. Angalia, na waonye jamaa zako wa karibu. Yani dawa inaanza kwa jamaa wa karibu. Kwa dawa inaanza kwa jamaa zako wa karibu, kwa mkeo, wanao, lakini pia rafiki yako. Rafiki wa kweli ni yule ambaye akifanya jambo baya unamwambia hadha haramu. Lakini sio rafiki wa kweli kwamba wewe uko naye lakini ikifika wakati wa sala wewe unaenda kusali, yeye unamwacha alafu baadaye mnakuja kuendelea naye. Huo unaitwa rafiki wa uongo. Hata kama mtakuwa mnasaidiana katika mambo mengi ya kidunia, lakini katika hili mfano la sala humwambii, huo unaitwa ni urafiki wa uongo. Kwa sababu urafiki wa kweli ni ule ambao mnaamrishana mema
na unakatazana mambo yaliyokuwa mabaya. Huo ndio unaitwa urafiki wa kweli. Ndugu zangu katika imani, hii ni nukta ya mwisho ambayo tunataka kumalizia, kwamba sisi tuwe na tabia hiyo. Ikiwa leo alhamdulillah tumefikiwa pia mgeni mkuu wa wilaya kama anatangaza mzee hapa yupo, bila shaka hata serikali huwa wao wapo katika hilo jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya, japokuwa katika baadhi ya mabaya wanaokusudia wao yako tofauti na nini na Uislamu, lakini hii ni kuonesha kwamba wao pia huwa wana kanuni, hasa ile kanuni ya kipolisi inasemaje? Anasema tii sheria bila nini, bila shuruti. Hii ina maana gani? Ina maana hiyo tii sheria bila shuruti. Kwa maana hata hizi sheria za Kiislamu, na ukana daula islamia, na kama ingekuwa ni dola ya Kiislamu, wazinifu wangefanyaje? Mnajua nyewe hukumu yake. Sawa Kwa hiyo maana kabla wewe hujashikwa na dola, wewe mwenyewe utakiwa udhibiti nafsi yako. Unaona, Uislamu umekataza wizi, sio? Kabla wewe hujashikwa kwa sababu ya wizi, unatakiwa udhibiti nafsi yako. Lakini ukimwona mtu anaiba, unafanya nini? Unatakiwa umwambie kwamba hadha haramu, hata kabla ya kumwambia kwamba ukiiba katika kifungu cha sheria cha serikali kadhaa utashtakiwa. Kabla ya hilo wewe mwambie hadha haramu. Allah tujalie katika watu wenye kusikia maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.